Mtazamaji, jina langu naitwa Afonsi Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa ni katika maeneo ya dampo, eneo la Darajani. Usiku huu imejitokeza ajali ambayo imepoteza uhai wa kijana mmoja ambaye mpaka hivi sasa hajafahamika jina lake. Inaeleza kwamba amekanyagwa na gari ya takataka, kwa sababu eneo hili la Darajani si mbali sana na eneo la dampo la jiji la Arusha. Baada ya gari hiyo ya dampo haijafahamika ikakimbia, na mpaka sasa haifahamiki namba na vitu kama hivyo. Lakini tumezungumza na mashuhuda wa ajali hii. Wanaeleza kwamba katika ajali hiyo, huyo kijana ambaye amefariki mpaka hivi sasa amekanyagwa eneo la kichwa, lakini alikuwa amembeba dada mwingine ambaye alikuwa ni kama abiria. Sasa haifahamiki hali yake. Mwenyezi Mungu amsaidie apone huyo binti, kwa sababu naye ameumia. Sasa wananchi walichokifanya, wamemsaidia dada huyo na kumkimbiza katika hospitali ya Mount Meru kwa ajili ya matibabu zaidi. Lakini tayari polisi usalama barabarani wamekuja hapa kwa ajili ya kuchukua huu mwili na kupeleka kuhifadhi katika chumba cha kuhifadhia maiti. Kwa kweli mimi naitwa Filipo Elia Mkiramweni. Hii ajali ya Toyo hapa kwa kweli hata mimi imenisikitisha sana, kwa sababu vijana wetu wanaendesha Toyo bila uangalifu. Kwa mfano hapa kulikuwa ni sehemu ya kona. Kwa hiyo ile jamaa gari ya takataka naye alikuwa anakimbia, Toyo nayo ilikuwa inakimbia. Alafu kwa bahati mbaya bajaji nayo ilikuwa iko hapa pembeni inapakia abiria. Sasa ile gari la takataka lilipokuja lina overtake kidogo na mtu Toyo naye alikuwa hapo anakuja kwa kasi, ndio ikatokea ajali. Kwa hiyo jamani, rai yetu, vijana wetu tusipoteze nguvu kazi kwa spidi zisizo na maana au kwa akili ambayo ni ya kizembe kiwango hichi. Hivi ni vyombo vya moto, tuviheshimu. Endesha mwendo wa taratibu. Ukijua kabisa chochote kikiweza kutokea mbele, ni rahisi kutengeneza mazingira ya kutokupata ajali. Kwa hiyo la kwangu ni hilo, na kwa kweli limeniuma roho sana kupoteza nguvu kazi ya kijana kama huyu. Na ni kijana ambaye tulikuwa tunamtegemea, wazazi wake walikuwa wanamtegemea labda na mke na watoto. Lakini sasa hivi tayari ameshaacha majanga, wameacha wajane. Wazazi ambao walikuwa wanamtegemea sasa hivi hawezi tena kuwasaidia. Amekanyagwa kwenye kichwa. Kwa sababu lile roli la takataka lilivyokuja hivi likamgonga, maana alikuwa ameingilia site yake. Kwa hiyo ile roli ya kichwa ikakanyaga kichwa chake, na ubongo ndio kama hivyo umeona umemwagika hapo. Kwa hiyo kwa kweli ni huzuni kubwa sana. Hakuna mtu anataka vitu kama hivi. Lakini kwa kweli hatujamtambua ni wa wapi, kwa sababu ilikuwa yuko katika hali ya spidi sana. Tumejaribu kumwangalia, na kwa sababu sura imeharibika hajulikani. Alikuwa na abiria mdada, na hatujui dada kwa kweli ana watoto au hana watoto au ni mke wa mtu, kwa kweli hajulikani, lakini amepelekwa hospitalini. Hii gari ya taka ilikuwa inatoka huku juu mjini na kuja huku dampo. Iko kwenye site yake, lakini huyu naye alikuwa na overtake hiyo, kwa sababu kulikuwa na bajaji inapakia hapa pembeni. Sasa kukwepa tu bajaji kidogo akakutana na hilo gari la takataka linashuka. Gari linashuka spidi na yeye anakuja spidi. Kwa hiyo akakutana na gari, akakanyagwa na tairi, akapasuka ubongo. Jamani, hebu tukiendesha vyombo vya moto tuchukue tahadhari sana, kwa sababu hii ni lami na vyombo vya moto vinatutegemea sisi, vinategemea akili zetu sisi. Kwa hiyo akili yako ukiipeleka vibaya, lazima utapata majanga kama haya. Endesha chombo taratibu ili kulinda mazingira ya mtu mwingine na mazingira yako wewe mwenyewe, kwa sababu ungeweza kugonga hata mtu ambaye anatembea kwa miguu kamuua au kamuumiza. Lakini sasa angalia, amejigonga mwenyewe, amekanyagwa na tairi. Sasa tumeshapoteza nguvu kazi ya taifa. Pikipiki imetokea upande wa dampo inaenda upande wa Uswahilini. Sasa alipofika hapo akapiga overtake kwenye daraja, kwenye hii kona. Sasa kwenye hii kona akakutana gari imetoka huku juu. Kwa hiyo katika ile kusema labda ashike breki, pikipiki kageuka. Kwa ile gari ikamgonga. Kijana kama miaka 24 25. Kama shuhuda ni kwamba kushika kwenye mlima hapo, jamaa nikaona ana overtake. Ile kitendo wa overtake hivi nikaona kabisa mbona ananyokea gari. Kuangalia hivi tayari tashaingia uvunguni wa gari. Ndio watu wakabuluzwa hapo, akasikia watu wanapiga ukunga, watu watoe kule barabarani, wakakimbia kuja kuangalia jamaa hapo tayari ashapandiwa kichwani na gari. Gari ya taka ilikuwa inatoka mlimani na yeye alikuwa anatokea dampo. Alikuwa ana overtake lakini hayuko speed sana. Yeye alikuwa anaenda mjini. Yeye alikuwa anapanda mlima anaenda mjini. Gari ya taka imeondoka, mbona imeshika hivi imekimbia. Na hamjatambua namba labda? Namba hatujatambua. Mazingira hii eneo ni mbaya. Ile eneo letu ni libaya. Tunatakiwa tuwe makini, kwa sababu kama hichi kilichotokea ni speed. Alafu
ni umakini mchache. Mazingira hii eneo hapa ni mbaya sana. Na pia kwa tunaiomba serikali yetu ili tuta la tope lililolala kwenye lami likanguliwe ili barabara ipanuke. Maana yote ililolala huku pembeni. Yote ililolala huku pembeni ni tuta la tope liko juu ya lami. Kwa hiyo barabara imebanwa. Wale watu yule anayeshuka anakata kona anabana. Yule anayepanda kule naye anakata kona anabana. Kwa hiyo watu wanakuwa wamefinyana. Ukiangalia ile ni kazi ya manispaa. Natakuwa ile tuta la tope liondolewe kwenye barabara isafishwe. Kuanzia hapo ukiangalia kote kule juu barabara imebanwa, yani tope limelala juu ya lami. Kwa hiyo barabara imefinywa, watu wanapishana kwa kukaribiana sana. Mazingira hayo barabara yote natakiwa isafishwe ili ile tope liondolewe juu ya lami. Ndio maoni yetu sisi wananchi. Bado ndo watu wanaendelea kumwangalia kumtambua hapo. Hapo ukiangalia ni mazingira mabaya, kama jicho huku limetoka meno. Ajali ni mbaya sana. Ajali ni mbaya. Ajali sema ni ya kutatanisha kwa sababu hii barabara yetu hapa kama hapo hivi gari za dampo hizi zinakuwa ni mbovu, hazina mabreki. Kwa wanashuka kwa tahadhari. Ikikatando kama hivyo wananyooshea hivi. Huyo jomba wao alikuwa anapanda hivi. Kwa wale overtake akaona gari ya dampo imeshafika. Wakadondoka wenyewe. Gari ya dampo ikawafukia, ndio huyo jomba akakanyagwa kichwa. Huyo mwanadada yenyewe ndo ameisha elewi kama atapona, lakini gari ya dampo yenyewe imecheza lembe. Ndo kama hivyo. Na hii hapo hivi serikali wanatakiwa hata tuongezee hizi tuta za hapo hizo za hapo hivi. Waongeze kwa maana yenyewe junction hapo inashuka sana. Magari mengi yenyewe watu wanapata ajali sana hapa, yenyewe ngoma zinakataa. Kwa watu wanajiachia sana. Magari yetu nataka waangalie ni magari ambayo ni uchafu. Yaani gari za taka zenyewe. Wewe kama ndani hatujamjua kwa maana yenyewe ameharibia upande wa uso, alafu ana hata mawasiliano hata tujue ndugu zake. Gari za taka zifai zote ni uchafu. Kila manispaa angalie. Japo wameboresha kidogo, naona kuna gari mpya. Lakini kuna za serikali, lakini kuna magari ni mabovu. Hizi za wananchi binafsi ambao zinafanya hii shughuli. Gari ni mbovu, gari zenyewe ni uchafu. Yaani jomba, gari ni uchafu. Serikali yetu yenyewe wanatakiwa waangalie hizo gari. Hazina kitu. Kuna ambaye kama nani juzi hapa hivi. Kuna ule chali pale amegongwa pale hivi. Gari limezingua katikati pale. Ni gari ya dampo. Ile gari ya dampo pale, wajamaa wametoka ndo zao kula bata kwa Jumapili. Wamegonga ile gari kwa nyuma ina reflector, lakini wamefia pale. Serikali haijachukulia changamoto yoyote. Na leo tena gari la dampo limeua mtu hapa. Darajani hii limeua mtu. Huyu mtu amefia hapa, ni gari ya taka na imekimbia. Na kesho utaikuta kazi inafanya kazi. Angalia magari ya Suma JKT yanafanya kazi. Yako rodini yanakimbiza kweli, yanasaidia. Lakini ya magari ya binafsi haya hizi Suzu ni mbovu. Na trafiki zetu wanaziona kabisa zinafanya kazi. Hapa ajali inatokea sio hii moja babu. Ajali ni mingi. Mimi napaki hapa darajani. Ndio kijiwe changu hapa darajani, lakini ajali tunazoziona hapa hazihesabiki. Sisi tumekwishakuwa na roho ngumu. Sisi hata kuona ajali kama tunaona kawaida. Ni jambo la kawaida. Au basikeli anakuja na wao anafia hapa. Wa pikipiki anafia hapa. Huyu kijana sisi machoni mwetu ni kama mgeni, lakini tuwezi sema ni mgeni kwa kuwa sura yake imeharibika. Pikipiki hatuifahamu, ni vile hatumtambui, lakini watu wote hapa tunawatambua. Na ajali inatokea kama huyu kijana hapa kweli amekufa kwa uzembe wake, kwa sababu gari la dampo kama linashuka alafu yanatoka dampo, ameona gari imefika, anatakiwa asubiri kusimama pembeni kule, lakini yeye ameunga nzima kalala naye. Lakini huyo mwanamke naye Mungu akimrehemu akibaki salama itakuwa ni jambo la maana. Mwanamke apelekwa hospitali ya Mount Meru. Washampeleka. Washampeleka. Lakini ushauri wangu kwenye magari ya kwa barabara hii hapa, ushauri wangu ni magari yaangalie tu mfumo wa breki. Mfumo wa breki ni mbovu. Hakuna gari inayeshuka hapa ya dampo ina breki. Gari inashuka na gia namba 1 kutoka mlima kule mpaka je ifike hapa kwa gia. Tunazionaga mara nyingi. Haina breki, haina chochote. Sasa wewe niambie ikifeli natokea nini? Ikifeli gari nyingi zinapita hapa. Zinafuata makazi ya watu. Yale ni makazi ya watu. Na hapa mna kijiwe chenu hapa. Na hapa ni kijiwe chetu. Sisi ni kila siku tuko hapa. Angalia daraja limeisha limechakaa. Ni magari ya dampo hayo. Hakuna gari lolote la mtu binafsi la mtu la kutembelea la kufanya hivyo au gari la mchanga. Ni magari ya dampo tu, magari ya uchafu. Kuna haja ya kufanya operation maalum kuyakagua haya magari. Hakika ni serikali isimame katika msimamo mmoja kukagua haya magari breki. Kwa sababu ukikaa haya magari serikali inatakiwa iangalie.
Kuna gari moja hivi la dampo lilishaingiaga pale njia mbili, likaandika hapo nyuma, kamwe sitoka nikasahau njia mbili. Lile gari baada ya kutengenezwa pale, lilikuja lilipata ajali hapa, lilimvunja mama watu taya pale, lienda kuangukia na taka yake. Kazi ya kwanza haikuwahi fanya kazi nyingine na imetoka gereji. Umeona? Na hiyo gari ilivyotoka gereji imepita askari mpaka ikaenda kupakia mzigo na imerudi imepita askari. Askari unapewa shilingi 2000 unakuja kuhatarisha maisha ya watu kwa sababu ya breki. Haya, leo huyu amekufa. Magari yote ya dampo angaliwe breki. Mimi nimefuatilia gari za dampo. Wamesema kwamba wanalipwa kwa siku. Wanalipa dereva kwa siku, wanalipa kwa siku. Either wanalipa shilingi 60,000 na dereva wanalipa shilingi 20,000. Kama mnalipa kwa siku na mnachukua ile manispaa, kwa nini mnashindwa kutengeneza gari breki? Ni mara ngapi wanabeba hizo gari zinashusha matakataka huko barabarani? Ukishuka hapa sasa hivi hapa hazina reflector, hazina taa za kuashiria kwamba gari inatakiwa panahitaji breki, hapahitaji breki. Lakini hawa wanalipwa. Kama kitu kifanyike, magari ambayo yanastahili kubeba taka yakaguliwe, yana breki, light, na kama yanapopita magari makubwa ambayo yenye reflector na kila kitu. Kama mnavokagua magari ya mafuta, ya gesi, kila kitu yana reflector pembeni, na ikipage kuna reflector iko pale na kisha kwamba gari limepaki na plate number inayo. Ama magari hayaoshwi, hayafanyi kila kitu. Ni gari la taka lilikuwa linashuka, afu pikipiki nadhani ilikuwa inapanda. Sasa nadhani wamekutana. Sasa tukashangaa tu gari la taka limetanua limeingia huku. Then hao wakawa wako chini hapo, nadhani limemkanyaga kichwa. Kwa hiyo tumefika hapa tukabidi tumsaidie yule dada ambaye alikuwa amempakiza. Tukampakiza kwenye bajaji, tukamwambia wamweshe hospitalini. Kilichofuata tukapigia askari simu ndo wakaja hapa wakafanya utaratibu wao. Kijana hatujamfahamu. Ndio sana kwenye kichwa. Anatambulika? Baada hajatambulika. Nadhani sana ni element. Kilichomfanya jamaa apasuke kichwa alikuwa na element. Na abiria pia alikuwa amembeba huyo dada alikuwa na element. Nadhani kuna sababu ya kukagua. Kwa sababu mara nyingi unakuta yanaharibika njiani, yanasababisha ajali. Kama hivi sasa hivi hapa ni ajali la taka limesababisha, nimekutana nalo hapo. Yaani sio kuyakagua, ndio ajali ikatokea. Sasa mimi nilikuwa niko nyuma ya gari la taka. Ni kijana mdogo. Kwenye miaka 25 hivi. Kijana mdogo. Niko hospitali. Maana mpata ajali. Sawa. Namfahamu ni rafiki yangu, nilikuwa nafanya naye garage Merani. Ongeza sauti kidogo. Alipotoka amekuja hapo garage kwangu sasa hivi akaniambia amekuja kunisalimia. Akaniambia anapandisha nyumbani. Sasa ndio nimesikia sasa hivi ampata ajali hapa hivi. Ni mtu wa wapi? Anakuwa ni Moshi. Ila ana ndugu zake hapo Mbauda. Sasa kwa sababu ndugu zake hapo Mbauda msipaki. Na tusaidie kidogo, alikuwa dereva bodaboda pia anafanya bodaboda ama pikipiki yake ya usafiri? Yaani pikipiki yake ya usafiri. Na alikuwa anatoka wapi mjini? Alikuwa anatoka wapi? Alikuwa anaenda hapo mjini hapo Mbauda. Sawa. Na alikuwa amebeba nani? Amebeba rafiki yake wa kike. Tumaini.